Kazi yetu sisi ni kuangalia usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo ziko changamoto nyingi ambazo tunapitia kwenye kusimamia hili jukumu la usalama wa raia na mali zao. Na jeshi la polisi limekuwa likijitahidi kufanya maboresho mengi kwenye utendaji wake kusudi liweze kumudu haya majukumu. Na wote mnafahamu kwamba sasa hivi sisi tunakuwa na falsafa ya polisi jamii. Na polisi jamii maana yake kuwashirikisha watu wengine, kushirikiana na watu wote kwenye swala zima la kutatua na kutanzua uhalifu. Kwa maana kwamba polisi peke yake hawezi akafanya majukumu akaweza kuyamudu. Kwa hiyo ndio maana tunahusisha wadau mbalimbali. Na tunahusisha wadau kwa maana kwamba uhalifu ule hauko kwenye vituo vya polisi. Uhalifu uko kwenye familia zetu kule tulikotoka. Na kila mmoja nafikiri anauchukia uhalifu kwa sababu kila mmoja ana mafundisho yake hapa, aidha kwenye familia, kwenye mila na desturi zake, lakini kwenye dini zetu yako mambo ambayo tunafundishwa kwamba tuyaache, tusiyafanye. Na pale inapotokea tunayafanya, hata wana mila au wana ukoo wanakuchukia na wewe kwamba umetenda kitu ambacho ni kinyume na mila na desturi. Unaua, wanachukua hatua. Wakati mwingine wanakufukuza huko kwenye ukoo wao, wanakutenga. Lakini wakati mwingine wanakuonya, wanakuikalisha vikao pale, wanakuonya kwamba usirudie kufanya hili hapo. Lakini wakati mwingine wanakaa chini, wanafundisha, wanakuwa wanaelekeza, fanya 1 2 3. Lakini tuna viongozi wa dini, nao ni walimu. Hao ni walimu wa kiimani, wanafanya doria za kuokoa roho za watu. Kwa hiyo wenyewe ni walimu, wanafundisha, wanakemea, wanarekebisha watu waumini ambao wanawaamini na wana watu wengi. Lakini kuna wengine viongozi wa mila pia, maana yake mnyewe mnatunza tamaduni zetu na mila zetu, namna gani ya kuishi na kuenenda vizuri. Kwa hiyo tukasema hapa sisi jeshi la polisi tunawaona kama wadau. Kwa sababu nyinyi mna watu wako nyuma yenu ambao mnawalea, wenye viti wa vitongoji, wana vitongoji vyao, wenye viti wa mitaa, mheshimiwa madiwani, wana watu ambao wakisimama wakiongea wanawasikiliza. Na wanaweza wakaongea kwa lugha yoyote au kwa lugha ya taasisi yao au ya kitengo chao wakawasikiliza. Wataalamu wa tiba asilia, kuna watu wanawaamini, wanawafuata, wanawasikiliza na wanapata kupona kupitia kwao. Lakini tunayo makampuni ya ulinzi ambao wanafanya ulinzi kwenye maeneo ya biashara zetu. Shughuli za ulinzi ni kulinda mali pia, wanalinda mali kule. Lakini wenye viti wa vitongoji hawa au wenye viti wa vitaa ni wenye viti wa kamati za usalama kwenye ngazi zao za utawala. Na jukumu lao kubwa la kwanza kabisa ni kuhakikisha watu wako salama. Kwa hiyo sisi wote hao kumbe tunakuja kukutana sehemu moja kwamba wote tunataka tuishi maisha ambayo ni mazuri, yenye usalama na yenye amani. Kwa hiyo tukasema hao nyie ni wadau muhimu. Tunapozungumza swala la amani, tunapozungumza swala la usalama, tunapozungumza swala la maisha mazuri, wote nyie ni wadau. Kupitia kitengo cha polisi jamii tumetuma watu kwenye ngazi ya kata kusogeza, kulitafasiri vizuri jeshi la polisi karibu na wananchi kule, kueleza matendo mazuri ya jeshi la polisi na kwamba haya mabaya wanayoyaona huwa ni ya mtu mmoja mmoja, lakini sio matendo au sio maelekezo sio maelekezo ya jeshi la polisi. Kwa hiyo tuombeeni sana kwenye majukumu yenu mlionayo, tushirikiane kupeana taarifa za uhalifu na wahalifu. Nimesema hapa kwamba wahalifu wengi hawakai polisi wanakuja tu baadaye, wanatokea kwenye familia mnakaa nazo. Wenye vitu wa vitongoji anaongoza kaya nyingi, mwenyekiti, mheshimiwa diwani ana kaya nyingi, viongozi wa dini kama wale wa Katoliki mpaka jumuiya wanazita, na hata nyinyi madhehebu mengine pia kuna jumuiya mnazo. Shehe mna mitaa, si ndio? Ambayo inakaliwa na watu. Sasa wale watu wanawasikilizeni nyie, wanasikiliza kwa sababu mnafundisha mambo mazuri. Sisi polisi tunangojea mpaka jambo liharibike ndio tunaweza kupata taarifa, ndio tukaja kule kwenu. Na huko tumeshatoka. Tunataka zile taarifa angalau tuweze kuzuia huu uhalifu kabla haujatokea. Kwa hiyo tupate taarifa mapema.